sijui Machili Yanga umemkusanya Captain Kizinga, alafu kaweka kitu kimoja ukamchukua mtu kama mwenezi wa Azam, ukamchukua yule bosi mchezaji wa Azam, ukaunganisha mkaongea lugha moja, si kitu chepesi, sababu walishajaribu watu wengi sana kufanya hivyo, lakini jambo likafeli. Amekuja Nabii Meja, shabiki wa maajabu, amekuja kuunganisha watu, tunazungumza lugha moja, alafu kiangalia watu wanaopiga kelele ni watu waliokuwa nje ya umoja. Tulikuwa ndani ya umoja tupige kelele, kwa sababu sisi katika umoja wetu maana yake mpaka sasa tuna wanachama 100. Ndani ya wanachama hao 100 hakuna anayepiga kelele hata mmoja. Wanaopiga kelele ni wale waliokuwa nje, kwa sababu wanaona kwamba na wengi wao tumewatoa baada ya kuwaona ni masnitch, sababu ni watu ambao wamekuja kutuletea chokochoko kwenye umoja wetu. Kwa hiyo tuamua kuwaengua ili tubaki na cream ile ambayo watu tunaenda tunazungumza lugha moja. Sasa hiyo ndio chuki ilipoanzia hapo. Unajua kuna baadhi ya watu wanazungumza kwamba baada ya kutoka Simba kwenda Young Africans, pengine wewe ni miongoni mwa watu ambao wanachangia maendeleo ya Young Africans kutokwenda. Nikasema Nabii Meja lazima nizungumze naye. Je, ni kweli? Tangu nimefika Yanga tumepoteza mechi 2 tu za maana. Tulipoteza dhidi ya wale Tabora, alafu tukapoteza dhidi ya Azam. Na msimu ulioingia mimi nimeingia mwaka jana ambacho tumechukua vikombe vyote kaso cha klabu bingwa. Yanga tumechukua vikombe karibia 5 kama sio 4. Umeelewa? Sasa Yanga mpaka sasa hivi tunaongoza ligi kuu ya Tanzania. Sasa sehemu gani ambayo mimi nimeisaliti Yanga? Alafu mimi kwenye nafasi yangu mimi siko kwenye uongozi wa Yanga. Mimi ni mwanachama, ni shabiki wa kawaida. Sasa naletaje chokochoko wakati timu inafanya vizuri? Yaani mpaka sasa hivi Yanga haijaribu sehemu yoyote na mimi sio kiongozi wa Yanga. Kwa hiyo ni chuki ambazo ziko zidi yangu na ni kitu chema kwa sababu wananitengenezea mazingira. Ukiona sehemu hakuna chuki wala watu hawakuzungumzia, basi ujue hilo jambo halina neema. Yaani ukiona watu wanakuzungumzia na kuletea chuki, basi ujue hilo jambo lina baraka hata kwa Mungu. Pengine umejiandaje kukabiliana na hizi shutuma ambazo zinajitokeza mitandaoni kwa kuchafua, na mtandao kama unavyojua ni kitu ambacho kinaenda viral kwa muda mfupi sana. Vizuri, mtu anayenichafua yuko Marekani na anatumiwa na watu wa Tanzania, kwa sababu Watanzania wanajua wakinichafua wao ndio wachukulia sheria. Yule yuko Marekani, sio anafanya nini yuko Marekani ndio ananichafua mimi, lakini wale kwa Tanzania wanashindwa kunichafua kwa sababu wanajua nitachukua sheria. Unapochukua picha ya mtu alafu kaibandika kwenye kurasa wako alafu kaanza kutoa kashfa na kejeli, maana hiyo ni kosa, yani hiyo sio nzuri. Sasa anajua yeye yuko Marekani, siwezi kumpata, ndio maana hao waliokuwa huku wanamtumia yeye ili aweze kunichafua mimi. Lakini nawaambia tu hao mnamtuma Jiwi Kindoki kunichafua mimi, muda wenu ni mchache sana. Nitaweka hadharani na nitasema kwa nini mnanichafua. Wewe unaamini kwamba kuna watu ambao wapo nyuma pazia live? Sio naamini, nawajua. Unajua kwa nini wanaita chuki hizi? Ni kwa sababu umoja huu kwenye mechi moja mtu aliyepata kiasi kidogo cha pesa amepata shilingi 50,000, wengine 60, wengine laki mpaka 200,000. Wakati tukienda kwenye hamasa sisi tunalipa shilingi 5,000 au tunapewa tiketi. Kwa hiyo mashabiki wanakwenda kutambua haki zao. Hiki ndio kitu ambacho kuna baadhi ya watu hawakipendi. Kwa kusema wao live wanaona aibu, wanaamua kumtumia mtu aliyekuwa Marekani ili aweze kuwasemea. Yaani kwa kifupi wanataka kuvunja umoja, kwa sababu mashabiki sasa hivi watajitambua na watajua haki zao. Ndio hicho kitu ambacho kinawatisha, na nitakwenda kuwataja mmoja baada ya mwingine, kwa sababu nawafahamu nani na nani ambao wanasababisha mkwamo wa hii taasisi yetu kwenda, kwa sababu wataje ili wao nasubiria kwa sababu hiki ambacho ninachokisema sasa hivi Jimmy Kidoki ataenda kufanyaje kukijibu. Kwa hiyo tutakuwa tunajibiana hivi mpaka mwisho wa dahari. Na kitu gani kilikusukuma hadi kuanzisha umoja wa mashabiki na ambao unafanya vizuri, mashabiki wa Simba na Azam na timu zingine mmekutana pamoja, siku hizi mmekuwa kama ndugu? Kitu hicho nisukuma ni baada ya kuona kuna gap katika ushangiliaji wa hivi vilabu, yani kwa maana ya timu ya taifa. Ukiangalia Simba na Yanga imewekeza sana kwenye kwa maana ya investment ya wachezaji, miundombinu na mashabiki. Hawa mashabiki unaona washangilia Simba na Yanga hawajaanza leo, hivi tumeanza muda mrefu sana. Sisi kuna sehemu tulikuwa tunakwama kwa sababu watu walikuwa swala la uzalendo walikuwa wameliweka mbali. Kwa hiyo uzalendo kwa umekosekana, ndio maana nikatengeneza umoja huu ili kurudisha uzalendo. Mashabiki ambao wanafahamika wakizungumza jambo, kuna baadhi ya mashabiki wanawaamini. Kwa hiyo tukitumia umoja wetu wa mashabiki ambao tunafahamika, tunaweza kumshawishi mtu akaipenda nchi yake, akaipenda timu ya taifa. Na umoja huu huko kitaifa zaidi. Yaani hauko kwa sababu ya Simba na Yanga. Na hiki sio chama cha siasa, hiki sio sio timu ya mpira. Hii ni taasisi. Umeelewa? Taasisi hii inajishughulisha na kufanya promotion. Umoja wetu unaitwa Sports Influencers Promotion. Kufanya promotion za michezo Tanzania nzima. Kwa hiyo tumejiunga na influencers kwa ajili ya kufanya promotion. Tuna support vitu vya kinchi. Kwa mfano, labda ikitokea swala la kulipa kodi, tutaeleza watu wanatakiwa walipe kodi kwa hiari. Ikitokea swala labda la kutaka kulipa maji, kulipa umeme, sisi kama influencers tutapita Tanzania nzima kueleza watu kwamba wanatakiwa walipe umeme, walipe maji. Kwa hiyo tuko kitaifa zaidi. Sasa huu mmoja unawapa watu pressure, kwa sababu tumekwenda kuziba mirija yao ya kuchukua fedha. Ndio maana wanatuchukia.
Pengine kulikuwa na watu ambao wanachukua pesa. Of course yes, na ndio wao wanatengeneza hayo majungu yao ya kwenda kwenye mitandao kunichafua, kwa sababu hakuna sababu yote ya msingi. Pesa hajatoa Jimmy Kindoki, pesa hajatoa yoyote. Wewe uko Marekani, kinachokuumiza wewe nini? Anatakiwa yule aliyotoa pesa ndo aseme pesa yangu nimeitoa, lakini haijaenda kama nilivyotaka. Watu wamegawiwa pesa, watu wamepata sadaka, sikukuu watu wamekula vizuri, maisha mengine yanaendelea. Sisi katika umoja wetu tuko wanachama 100 na hakuna hata mmoja anayelalamika, na wote tuko safi, maisha yanaendelea. Tuzungumze kuhusiana na tetesi ambazo zinaendelea kila siku hapa kwa Young Africans kwamba mna uhitaji Alan Okello na ni moja ya mchezaji mzuri sana. Unadhani Okello akiingia Young Africans ana kitu cha kuofa Young Africans? Hakuna mchezaji yote ambaye anaingia kwenye timu akawa hana faida. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri kama Young Africans, kwa maana ya uongozi utaamua kumpa nafasi Okello akajoin kwenye timu yetu. Hili ni jambo zuri sana, hata mimi mwenyewe nitalifurahia kwa sababu hichi kipindi tunaenda kwenye dirisha la usajili. Kwa hiyo unatakiwa mtu ufanye nyongeza ya wachezaji ili timu iweze kuwa strong. Kwa hiyo ni usajili mzuri kama tutafanya usajili huu. Leo mnaingia kwenye mkutano na mkutano ambao una mambo makubwa sana siku leo kwa Young Africans. Pengine umejiandaaje na Bimedia kama miongoni mwa watu ambao unashutumiwa sana kama kwenye kashfa za mitandao? Ndio information wa kudefend sana mtandao. Umejiandaaje kwenye mkutano leo? Mimi siwezi kwenda kwenye mkutano kwa sababu sijaalikwa rasmi, sijapata taarifa rasmi. Waliopata taarifa rasmi wataenda, kwa sababu huwezi kaenda sehemu ambayo huna taarifa rasmi. Kwa hiyo sina taarifa. Najua kwamba kuna mkutano, lakini kila mkutano huwa kuna watu wake ambao wanatakiwa waende. Kuna wakati mwingine anaweza kaitwa labda wenyeviti wa matawi, wakaitwa mashabiki wote, wakaitwa influencers. Kwa hiyo walioitwa wameenda na tutasikiliza kile walichoitiwa, watakuja kutupa majibu kwamba wameitiwa nini, alafu baadaye tutajua nini cha kuzungumza. Maliza na hili ya neno moja kwa mashabiki wa Taifa Stars kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Tunisia. Sisi tulishaanza kufanya kama kampeni ama harambee ya kwamba kila mechi huwa tunakutana na influencers wote tunaangalia mechi pamoja. Mechi ya kwanza tuliangalia kuna ukumbi kuna baa inaitwa Kiduli kwa Magomeni hapa, Magomeni hospitali, alafu mechi ya pili tukaenda kuangalia Temeke kule. Mechi hii mnaangalia wapi? Bado hatujaandaa, lakini tutapeana taarifa kama tutaenda kuangalia wapi, na waandishi wa habari mnakaribisha sana. Tutatoa taarifa wanaenda kuangalia wapi kwa ajili ya kutoa hamasa. Sisi hatuko Morocco, tuko Tanzania, lakini katika nafasi yetu pia tunaishangilia timu tukiwa hapa na mambo mengine yanakuwa mazuri. Kwa hiyo mashabiki wa Taifa Stars, tuiombee timu yetu inacheza mechi ya mwisho dhidi ya Tunisia, mechi ambayo kwetu sisi ni kama finali. Tukishinda hiyo, maana yake tutakuwa na nafasi nzuri pengine ya kuwa katika wale best loser ambao, yani kwa maana ya kupata nafasi ya upendeleo kwenye michuano hiyo. Kwa hiyo tuiombee nchi yetu, tuiombee timu yetu na tuwe wazalendo kama ambavyo sisi Sports Influencers tumetengeneza uzalendo wa kutengeneza umoja wetu kwa ajili ya kusisupport timu zetu za taifa. Pengine unaona ushindi kwa Taifa Stars kwa mechi ya kesho dhidi ya Tunisia? Yeah, of course tunaweza kama tunaamua kujizatiti na tukacheza kama tulipocheza. Hii mechi tulomaliza 1-1 na Uganda ilikuwa mechi nzuri sana. Kwa hiyo kama tukicheza kama vile tulipocheza, tukaweka discipline ya kutosha, tunaweza kumfunga Tunisia. Kwenye mpira wa miguu hakuna kisichowezekana. Shukrani sana. Asante sana.